الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa Safar mwaka 1447 Hijiria, sawa na tarehe 7 ya mwezi wa 8 mwaka 2025 Miladia. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان صفحة 19 بعد 300 الجزء الثاني على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف. الشيخ محمد أمين الشنقيطي katika tafsiri yake aya hii Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa katika suratul A'raf, qala rahimahullah: i'lam annahu ghalita fi hadha khalqun la yuhsa kathra min al-mutaakhirin. Jua kuwa wamekosea katika tafsiri hii watu wengi ambao haudhibiti wingi wao, min almutaakhirin, katika hao waliokuja nyuma. Fazamu anna adh-dhahira almutabadira as-sabiqa ila al-fahm min ma'na al-istiwa wal-yad mathalan fi al-ayat al-Qur'aniyya huwa mushabahatu sifati al-hawadith. Wakadai kuwa dhahir inayokuja haraka na inayotangulia kwenye ufahamu wa maana istiwa ya Allah na maana ya yadi, mikono ya Allah, kwa mfano katika aya za Qur'ani, inayokuja haraka katika ufahamu ni kufanana sifa za viumbe vyake, kwamba Allah anafanana sifa zake na sifa za viumbe vyake. Waqalu yajibu alaina an nasrifahu an dhahirihi ijma'a, wakasema kwamba ni lazima kwetu kuzipotosha aya hizo na dhahiri yake kwa itifaki ya maulama. Wakadai hiyo kwamba ni itifaki ya maulama, lazima kufanya kuzigeuza maana yake hiyo ili isifanane na sifa za viumbe vyake. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى، والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. Asema haijifichi kwa mwenye akili ndogo kwamba uhalisia wa maana kauli yao hiyo na madai yao hayo ni kwamba Allah ameisifu nafsi yake katika kitabu chake Qur'ani bima, kwa sifa ambazo dhahiruhu almutabadaru bihi almutabadiru minhu as-sabiqu ila al-fahmi al-kufru billahi ta'ala. Ameisifia nafsi yake katika kitabu chake kwa sifa ambazo dhahiri yake inayokuja haraka katika ufahamu ni kumkufuru Allah Ta'ala. Walqawlu fihi bima la yaliqu bihi jalla wa ala, na kusema kwa Allah jambo ambalo halifanani naye yeye Allah azza wa jalla. Inayokuja haraka katika ufahamu wa aya hizi ni kwamba ni kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtajia na kumsemea sifa ambazo hazijafanana naye. Wanadai hivyo kwamba dhahiri ya maneno ya Allah yako hivyo. Qala Sheikh: idha qila hadha huwa almutabadir, ikisema hii ndio inayokuja haraka katika ufahamu, lazima anna Allah azza wa jalla wasafa nafsahu bima dhahiruhu al-kufru. Hiyo italazimu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameisifia nafsi yake kwa mambo ambayo dhahiri yake ni kumkufuru, si ndio?
unaelewa hiyo ndio dhahiri ya madai yao hayo. kusema lianna ithbata mumathalati llahi lilkhalqi kufrun wa ghayru laiqin bihi, kuthibitisha kufanana na Allah na viumbe huo ni ukafiri na hilo jambo halifanani na Allah. فعلى زعم هؤلاء نقول إن القرآن على زعمكم مملوء بما هو ظاهر في الكفر والنقص لله عز وجل. kwa madai yao haya tunasema kwamba Qur'ani kwa madai yenu imejaa mambo ambayo dhahiri yake ni kumkufuru Allah na kumpunguzia Allah azza wa jalla sifa zake kama taqaddama sabiqan. Hii ndiyo madai yao. Kwa ndio maana wanazipotosha sifa hizo, aya hizo na maana yake, kwa kudai kwamba ukisema dhahiri aya hizi kwamba Allah ana mikono unakufuru. sawa. قال الشيخ العثيمين رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم الذي إذا قيل له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لم يبين حرفا واحدا من ذلك. نمتم صلى الله عليه وسلم ambaye ameambiwa tumekuteremshia Qur'ani ili uwabainishie watu ma nuzila ilaihim, haya yaliyoteremshwa kwao, basi mtume itakuwa hajabainisha hata herufi moja katika hivyo. مع إجماع من تعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. pamoja na itifaki ya watu ambao wanahisabiwa na kuzingatiwa maneno yao katika maulama kuwa Mtume sallam haijuzu katika haki yake kuchelewesha bayana na wakati wa mahitaji ya bayana hiyo. Haiwezekani kwamba mtume hajabainisha bayana ambapo watu wana haki wana haja kubainishiwa, yeye hajabainisha. Ta'khirul bayani an waqti alhaja la yajuzu. Kwa itakuwa hili ni kwamba mtume hajabainisha lolote katika Qur'ani, sifa hizi za Allah zilizo katika Qur'ani. Madai yao hayo yanamaanisha hivi. sawa. Madai yao hayo bado yanamaanisha kwamba Mtume sallam pia hajabainisha lolote katika sifa zilizo katika Qur'ani za Allah, mtume hajabainisha. wa ahra fil aqaid la siyama ma dhahiruhu almutabadiru minhu alkufru wadhalalu almubin. Na ni uhakika zaidi katika mambo ya itikadi, hasa ambayo dhahiri yake inayokuja haraka katika ufahamu ni kumkufuru Allah, wadhalalul mubin, na upotevu ulio wazi. حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهر المتبادر منه لا يليق. mpaka wakaja watu hawa wajinga katika watu waliokuja nyuma wakadai kwamba Allah ameisifia nafsi yake au ameachilia kwa nafsi yake sifa ambazo dhahiri yake inaokuja zaidi, inaokuja haraka katika ufahamu, kwamba haifanani naye. Allah amesema sifa ambazo hazifanani naye. والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهرة المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه. Na pia Mtume sallam itakuwa ameficha dhahiri hiyo ambayo inakuja haraka katika akili kwamba ni kumkufuru Allah na ni upotevu. Yajibu sarfu lafdhi anhu. Mtume ameficha hivyo kwamba ni lazima kupotosha matamshi ya sifa hizo ya alfadhi hizo za Qur'ani, kumuondoshia Allah asije akafanana na viumbe. Mtume pia alificha hilo. وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. na yote haya yanatokana nafsi zao bila mategemeo ya Qur'ani wala hadithi. subhanaka hadha buhtanun adhim,
kutakasika kwako ya Allah, huu ni urongo mkubwa. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل في علاه ورسوله صلى الله عليه وسلم. haijifichi kwamba kauli hii ni katika upotevu mkubwa, katika uzushi na urongo mkubwa wanaomzulia Allah jalla wa ala, pia na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haiwezekani Allah aseme aya zake alafu iwe hajakusudia hivi, amekusudia hivi wanavyotaka wao, au mtume sallam ameficha maana ya sifa za Allah zilizo katika Qur'ani. Wamekuja hawa sasa, hawa mubtadi'a ndio wanaojua, wanapotosha maana hizo. Hili jambo haliwezekani. Tumefahamu vizuri? والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. haki ambayo haina shaka, haitilii shaka mtu mwenye akili ndogo, ni kuwa kila sifa ambayo Allah ameisifia nafsi yake katika Qur'ani, au kila sifa ambayo Mtume sallam amemsifia Allah katika hadithi, fadhahir almutabadiru minhu السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان, iliyodhahir na inayokuja haraka kwenye ufahamu wa kila mtu ambaye katika moyo wake kuna sehemu ya iman, huwa tanzihu tamu an mushabahati shay'in min sifati alhawadith. Ni kwamba alfadhi hizo za Qur'an na hadithi zina utakaso kamili wa kumfananisha Allah na sifa yoyote katika sifa za viumbe. Allah hajafanana na sifa za viumbe. Kwa hiyo huwezi ukasema kwamba uso, madam Allah amethibitisha uso katika Qur'ani, basi uso wake ni sawa na uso wa viumbe. Huwezi ukasema hivyo, sababu uthibitisho wa aya laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Sasa madai yao kwamba ukisema kullu shay'in halikun illa wajha, kila kitu kitamalizika na kuangamia isipokuwa uso wake, itakuwa uso huo umefanana na uso wa Abu Hashim. Itakuwaje? Itakuwaje? Haiwezekani. Hiyo sio inayokuja haraka kabisa katika akili. Halafu nafsi ipo laysa kamithlihi shay. Kwa nini wanaiacha nafsi hii? Kwa nini wanaacha laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir? Kwa nini wanaacha nafsi hii? Kwa hiyo sio sawa, sio kweli madai yao kwamba inavyokuja haraka katika akili ni kumfananisha Allah, sifa zake kuzifananisha na sifa za viumbe vyake. Hiyo sio kweli. قال الشيخ رحمه الله: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر. نجي أنا pinga mwenye akili kwamba inayokuja haraka kwenye ufahamu wa kila mwenye akili ni kumkanusha muumbaji na viumbe vyake katika dhati yake na katika sifa zake zote, kwamba hajafanana na dhati na sifa za viumbe vyake. La wallahi la yunkiru dhalika illa mukabir. Hawezi kupinga hilo isipokuwa mtu mukabir, mtu mwenye kibri. والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق. جاهل, mtu mjinga, mtu mzushi ambaye anadai kuwa dhahir ya aya za sifa za Allah
hazifanani na Allah, sababu ni kumkufuru Allah na kumfananisha na viumbe vyake. Inma jarra ilayhi dhalik, hilo linampelekea kuchafua moyo wake biqadari tashbihi baina al-khaliq wal makhluq, kwa uchafu wa kufananisha baina ya muumbaji na kiumbe. Moyo wake atakuwa ameuchafua kwa hiyo tashbih, kumfananisha Allah na viumbe vyake. فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها. halafu ikapelekea hiyo nuksi ya tashbih, kufananisha, itapelekea kukanusha sifa za Allah jalla wa ala na kutoziamini. Ikiwa moyo wake umechafuka na hiyo tashbih, kumfananisha Allah na viumbe vyake, moja kwa moja shuumu hiyo na nuksi hiyo ya tashbih itapelekea azipinge sifa zote za Allah, azikanushe na kutoziamini. Ma annahu jalla wa ala huwa alladhi wasafa biha nafsahu, pamoja na kwamba Allah jalla wa ala ndiye mwenyewe aliisifia nafsi yake kwa sifa hizo. Fakana hadha aljahilu mushabbihan awwala wa muattilan thaniya, kwa atakuwa mjinga huyu kwanza amemfananisha Allah na viumbe vyake, pili amezipinga sifa zake. Umeelewa? Alianza kwanza kumfananisha Allah na sifa zake, alipoona hilo alifai, sasa ikapelekea hilo kuzipinga sifa zote za Allah, kwamba Allah hana sifa hizi. Fartakaba ma la yaliqu billahi ibtidaan wa intihaa, akafanya mambo ambayo hayafanani na Allah kwa mwanzo na mwisho. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي معظما لله كما ينبغي طاهرا من أقدار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. ingekuwa moyo wake unamjua Allah kama inavyotakikana, pia ingekuwa anamuadhimisha Allah kama inavyotakikana, tahiran min aqdari tashbih, moyo wake huo ungetafishika, ungekuwa safi, hauna uchafu wa kumfananisha Allah na viumbe vyake. lakana almutabadiru indahu as-sabiqu ila fahmihi أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. ingekuwa kwake inaokuja haraka katika ufahamu wake ni kwamba kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala na sifa hizo kumefikia mwisho wa ukamilifu na utukufu, ma yaqta'u awhama alaiq almushabaha bainahu wa baina sifati almakhluqin, kitu ambacho kinakata dhana za uhusiano wa kumfananisha Allah baina yake na baina ya sifa za viumbe vyake. Hilo lingekata dhana hiyo, fayakunu qalbuhu musta'iddan lil-iman bi sifati al-kamal wal-jalal ath-thabita lillahi fi al-Qur'an al-Karim was-sunnati as-sahiha. Ingekuwa moyo wake unajiandaa na kuamini sifa zote za ukamilifu na utukufu zinazomthibitikia Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani tukufu na hadithi sahiha, ma'a tanzihi tammi an mushabahati sifati al-khalqi, pamoja na kumtakasa kuliko timia, kumtakasa Allah na kumfananisha na sifa za viumbe vyake, ala nahwi qawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, hakikuwa mfano wake kitu chochote na yeye ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول الشيخ العثيمين وهو كلام جيد وصريح يصف هؤلاء بالجهل وبقذارة القلوب وبإدغال التشبيه
وبما يستحقون أن يوصفوا به، لأنهم قالوا إن إثبات هذه النصوص على ظاهرها يستلزم التشبيه والتمثيل، فيجب حينئذ صرفها عن ظاهرها لامتناع التشبيه التمثيل في حق الله إجماعا. Kwa hiyo akili zao kwanza zimekwenda kumfananisha Allah na viumbe vyake, halafu hatimaye wanazikanusha sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu eti zitafanana na viumbe vyake. Akili zao zimewapelekea hivyo, wakawacha nususi hizi, laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. يقول الشيخ ابن عثيمين: وكلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله جيد وقوي. maneno ya Sheikh Shinqiti rahimahullah ni maneno mazuri na maneno yenye nguvu. Wa huwa rahimahullah ta'ala min almutaakhirin, ni katika mutaakhirin, maulama waliokuja nyuma. Wa kalamuhu hujjatun bila shakkin ma'a kalam ibn al-Qayyim rahimahullah bi annahum umyul basair wal iyad billah. Maneno yake haya ni hoja yenye nguvu bila shaka, pamoja na maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah kwamba hawa ni umyul absari. fa'jab li umyani al-basairi absaru kauna al-muqallidi sahib al-burhani wa ra'awhu bit-taqlid awla min siwahu bighayri ma basarin wala burhani wa amu 'anil wahyayn idh lam yafhamu ma'nahuma 'ajaban lidhil hirmani. Kwa ni sawa sawa kuwaita wajinga, kuwaita kwamba ni a'mal basair, ni sawa hawa. Tumeelewa? Wal Ash'ari Abu al-Hasan rahimahullah kana fi akhir umurihi ala madhhab ahli as-sunnah wal hadith. Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah alikuwa mwisho wa umri wake yuko juu ya madhehebu hii ya ahli sunna na ahli alhadith, wa huwa ithbatu ma athbatahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabihi au lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Madhehebu yenyewe ni kuthibitisha kila sifa ambayo Allah ameithibitishia nafsi yake katika kitabu chake Qur'an, au kila sifa ambayo Mtume sallam ameithibitisha kwa ulimi wake katika hadithi sahiha, min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyifin wala tamthil, bila kuzibadilisha sifa hizo na maana yake, wala kuzikanusha, wala kuzifanyia namna fulani, wala kuzipigia mfano na kuzifananisha na viumbe vyake. قال الشيخ: التحريف في النصوص والتعطيل في معانيها، وأيضا المعاني لها تحريف kubadilisha katika nusus na kukanusha maana yake. وأيضا المعاني لها تحريف, pia maana yanakubadilishwa. لأن التحريف هو تغيير النص لفظا أو معنى أو هما جميعا. تحريف ni kubadilisha nasi kwa matamshi yake au maana yake, au yote mawili, kubadilisha lafzi na maana. Haya ndiyo madhehebu na ndiyo aqida ya Ahlusunna wal Jamaa sahiha, iliyo na dalili katika Qur'ani na hadithi hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa madhhabu linsani ma qalahu akhiran, madhehebu ya mtu ni aliyoyasema mwisho. Idha sarraha bihasri qawlihi fihi, akiweka wazi hilo kwa kudhibiti kauli yake ndani yake, maneno ya mwisho ndio yanozingatiwa. Kama hiya alhalu fi Abil Hasan, kama ilivyo hali kwa huyo Abul Hasan, kama yu'lamu min kalamihi fil ibana, kama yanavyojulikana maneno yake katika kitabu chake al-Ibana an usuli diyana. Kwa maneno ya mwisho ndio yanayozingatiwa. Wao wanaangalia maneno ya mwanzo, unaona kosa lao, wanaangalia maneno yake ya mwanzo, hawaangalii maneno yake ya mwisho. Al-amalu bil khawatim, ma vitendo vinazingatiwa mwisho si mwanzo. Basi kama ni hivyo, sote tungekuwa ni makhurafi sasa hivi, tuitwa makhurafi, si ndio? Watu wengi walianza ukhurafi, watu hawajui, si ndio?
Sheikh Said yacheka. Basi ingekuwa sote tatuitwa Ahlus-Sunnah kama tuangaliwa mwanzo. Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsi rahimahullah si alikuwa akisema ndio ilikuwa nasoma maulidi, sijui na ndio watu wengi, wazee wengi wa kizamani wamefariki hawajui sunna. Umeelewa? Hawakujua sunna, wajua hii bid'a ndio dini. Ndio Allah wasamehe. Sasa wao al-a'malu bil khawatim, wao wanaangalia maneno ya Abu al-Hasan al-Ash'ari mwanzo ni makosa na bado wanajinasibisha naye. Bado wanamzulia kwa kujinasibisha naye kwamba wao ni Ash'aira, wanamfuata Abu al-Hasan al-Ash'ari. Wapi mnamfuata wapi? قال الشيخ: وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا. وهيو ukamilifu wa kumuiga Abu al-Hasan al-Ash'ari ni kufuata hii manhaj na aqida aliyokuwa nayo mwisho. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا. Kwa hiyo ukamilifu wa kumuiga Abu al-Hasan al-Ash'ari ni kufuata hii itikadi aliyokuwa nayo mwisho, wa huwa iltizamu madhhabi ahli al-hadithi was-sunnah. Na hii ni kujilazimisha na madhehebu hii ya al-sunna wal hadith, li'annahu al-madhhabu as-sahihu al-wajibu littiba' alladhi iltazama bihi Abu al-Hasan nafsuhu. Hii ndio madhehebu iliyo sahihi, iliyo wajibu kuifuata, ambayo alijilazimisha nayo Abu al-Hasan mwenyewe. Qala wa hadha wajib sawa'un iltazama bihi Abu al-Hasan au lam yaltazim, sawa alijilazimisha nayo au hajalilazimisha nayo. Lakinna nuridu an nulzima atba'a bil Hasan alladhina yad'una أنهم أتباعه بأن يقولوا بما قال به أهل الحديث والسنة. tunataka kuwalazimisha wafuasi wa Abil Hasan al-Ash'ari ambao wanadai kwamba wao ni wafuasi wake waseme haya waliosema watu wa hadithi na sunna, ndio sawa. وحاصل الجواب عن السؤال الثاني أن نقول إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة. ومwisho wa jawabu hili la swali la pili ni kwamba tunasema kwamba Ash'aira si katika ahlus sunna, wa inintasabu ila Abil Hasan al-Ash'ari rahimahullah, hata wakijinasibisha kwa Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah, لأن أبا الحسن الأشعري وغيره من الأئمة لا يدعون لأنفسهم العصمة. Abu al-Hasan al-Ash'ari na wengineo katika maimamu hawadai kwa nafsi zao kuhifadhiwa na madhambi au na makosa. Wahuma aidan laysu ma'sumin, wao si ma'sumin kwamba wamehifadhiwa na makosa na madhambi. Bal law idda'a ahadun li'ismati li nafsihi lakana iddi'a'uhu al-'isma huwa awwalu khata'in akhta'ahu. Asema bali lau yoyote alidai kwamba yeye amehifadhiwa na makosa na madhambi, ingekuwa madai hayo ya isma ndio mwanzo wa kukosea huyo alikokosea. Liannahu la ahada yakunu ma'suman min al-khata'i abada illa man asamahu Allah ta'ala min ar-rusul. Hakuna yoyote ambaye amehifadhiwa na kukosea milele, hakuna yoyote isipokuwa ambaye Allah azza wa jalla amemuhifadhi na kukosea, ambao ni mitume. Amma ghairuhum fa kullu mu'arradun lil khata, ama wengineo sio kwa mitume, kila mtu ananasibishwa na kukosea. Kullu bani adama khata illa at-tawwabun. وعليه فنقول حتى وإن كانوا أتباع بالحسن الأشعري رحمه الله فلا مانع أن نقول إنهم مخطئون وهو أيضا مخطئ، وليس هو معصوما بل هو نفسه لا يدعي العصمة فيما يقول. yeye mwenyewe hadai kwamba yeye amehifadhiwa na makosa katika aliyoyasema.
lakini hawa ni vichwa vigumu, unaelewa? Hawa ni vichwa vigumu sana masufi. قال ونقول ثانيا هؤلاء الذين يدعون أنهم متبعون لأبي حسن الأشعري رحمه الله لم يتبعوه حقيقة الاتباع ولا اتبعوه اتباع الحسن. hawa wanaodai kwamba wanamfuata Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah hawajamfuata uhakika wa kumfuata, wala hawajamfuata kufuata kuzuri. lianna Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah kana lahu 3 marahila fi umrihi, alikuwa na marhala 3 katika umri wake. kana mu'taziliyan thumma baina al-mu'tazila wa ahli sunnah thumma sunniyan wa hum ittaba'uhu fil hali al-wasat, wamemfuata katika ile hali ya katikati, hawakumfuata katika hali ya mwanzo na ya mwisho. wa muktaba al-ittiba' al-hasan wal qudwati al-hasana an yattabi'uhu fi akhir amrihi. muktadha wa kufuata kuzuri ni kwamba wamfuate katika mwisho wa jambo lake. lianna hadha huwa al-amru alladhi istaqarra alayhi, hili ndio jambo ambalo lilitulizana kwake kwamba yuko katika madhehebu na aqida ya ahli sunna wal jamaa. kwa hiyo hawa ashaira si laysu min ahli sunna, kwanza si katika ahli sunna kabisa, lakini bado wanajiita hivyo, bado wanajiita hivyo. Ukimsikiliza yule al-Jufri, yule jahmi mkubwa, anajiita hivyo, nahnu ahli sunna, sisi ni ahli sunna wal jamaa. wapi sunna gani mliona? يقول الشيخ فإن قال قائل ما الطريق الذي جعل المخالفين لأهل السنة يسلكون هذا المسلك؟ هل هم متبعون بذلك سنة أو إجماعا، علما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدخلوا في هذه الأمور؟ akiuliza muulizaji ni njia gani iliyofanya hawa wanaokhalifu ahlus sunna wanafuata njia hiyo? Wanafuata njia gani? Je, hawa ni wenye kufuata sunna au ijma'an? ilman kwamba masahaba radhiallahu anhum hawajajiingiza katika mambo haya. Sasa hawa wanafuata nini? faljawabu annahum fi dhalik muttabi'una a'immatahum, jawabu ni kwamba hawa wanawafuata viongozi wao. wayatakiduna fi haulai al-a'imma annahum a'lamu min ghairihim, wanaitakidi kwamba maimamu wao hao wanajua zaidi kuliko wengineo. hii ndio tatizo lao. Ukiwasikiliza walikuwa watu wakubwa, wamefanya mambo makubwa. Mambo gani? Ukiwauliza mambo gani makubwa walioyafanya, hakuna. Ukiwauliza mambo gani makubwa, mchango gani mkubwa wameufanya katika dini, hakuna. Vitabu tunavyoviona wanavyovitunga, hakuna mijalladat, hakuna. Sasa mambo makubwa gani walioyafanya hao masufi wa zamani? mambo makubwa gani? Sheikh al-Islam mujallad 37 majmuu al-fatawa. Nani katika sufi katunga mijalladi hiyo? 5 tu, wote 37. ukija hawa sasa kina Sheikh Uthaymeen, kina Sheikh Albani, Sheikh bin Baz, mchango mkubwa wanao katika dini. wao wana mchango gani? Basi watasema tu ukiwasikiliza mambo makubwa sana wameyafanya. Yapi? kwa hiyo wanafuata hao maimamu wao. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فيهم هؤلاء أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأوتوا فهوما وما أوتوا علوما، لأن علمهم بالكتاب والسنة قليل، ليس عندهم إلا المناظرات والأحكام العقلية. Sheikh Islam anasema hao wamepewa zaka, werevu, lakini hawakupewa zaka, usafi wa akili zao. Wamepewa ufahamu, hawakupewa ilmu, sababu ilmu yao bil kitabi was sunna ni ndogo sana.
ujuzi wao wa kujua Qur'an na hadithi ni mdogo sana. Laysa indahum illa almunadharat wal ahkam alaqliyah, hawana isipokuwa mijadala na hukumu za kiakili tu. Unaelewa, wamepewa akili lakini hawakupewa zakaul uqul. tumefahamu. Tuendelee ile jawabu la tatu bado wakati. طيب قال والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. jawabu la swali la tatu ni kwa njia mbili. Swali la tatu lilikuwa nini? وكيف يكون باطلا, vipi madhehebu hii itakuwa ni batili ya Ash'ari? وفيهم فلان وفلان, na katika wao kuna fulan na fulan min alulama almarufin bin nasihati lillah, katika maulama wanaojulikana kwa kutoa nasaha kwa ajili ya Allah na kitabu chake na mtume wake na viongozi wa Uislamu na Waislamu wote. Kuna watu wanajulikana mashuhurin wanafuata itikadi hiyo, vipi itakuwa ni batil? قال الشيخ والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق. haki haipimwi kwa watu, watu wanapimwa kwa haki. Haki haifuati watu, watu wanafuata haki. Unaelewa? Haki haipimwi kwa watu, kwamba maadamu watu fulani wanafuata basi haki itawafuata watu hao. Hapana, watu wanafuata haki, watu wanajulikana kwa kufuata haki, sio haki ni inafuata watu. Hapana. Kwa hiyo hao watu wanaowataja sio mizani ya haki. Watu wakifuata haki, watu hao sasa wanajulikana kwamba hao ni watu wa haki, sio haki inafuata watu. Unaelewa? أن الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق. هذا هو الميزان الصحيح. هي ndio mizani sahihi, ndicho kipimo sahihi, kwamba watu wafuate haki, si haki ifuate watu. قال وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في حق في كل حال. ikiwa daraja ya watu maratibu zao ina athari katika kukubali kauli zao kama tunavyokubali habari ya mtu mwadilifu, wanatawakafu fi khabari alfasiq, tunasangaa na kuacha kukubali habari ya mtu asi. Lakin laysa hadha huwa almizana fi kulli hal, lakini hii sio kipimo cha kila hali. يقول الشيخ هذه الجملة مفيدة جدا في الميزان. جملة هي ina faida sana katika upande wa kipimo. Naqulu alhaqu la yuzanu birrijal, haki haipimwi kwa watu, yani annana la nastadillu ala hadha alqawli biannahu sawabun au sahihun lianna fulanan qalahu. Hatutolei dalili kwa kauli fulani kuwa ni sawa au ni sahihi kwa kuwa fulani ameisema. Limadha? Liannahu qad yukhti la shak, huyo fulani huenda akakosea. Lakinna nazinu rijala bilhaq, lakini tunawapima haki watu kwa kufuata haki. Ay innana idha arafna anna hadha ar-rajula harisun ala al-haqqi muttabi'un lahu irtafa'a qadru hadha ar-rajuli indana. Asema tukijua kwamba mtu huyu anafanya pupa kutafuta haki na kuifuata haki, huyu mtu huyu irtafa'a qadru hadha ar-rajuli indana, huinuka cheo cha mtu huyu kwetu. Wasara lahu mizan, na anakuwa ni kipimo mtu huyu, kwamba ametafuta haki, akaijua haki na kuifuata. Huyu ndio kipimo, ndio sawa sawa walivyofanya. Haki haikumfuata yeye ametafuta haki akawa na pupa, akaona hii ndiyo haki akaifuata.
فالرجال يوزنون بالحق ولا يوزن بهم الحق لأنهم تابعون للحق. kwa watu wanapimwa kwa haki, sio kwamba haki inapimwa kwao, sababu wao wanafuata haki. Walhaqu laysa tabi'an lahum, haki haiwafuati wao, wao ndio wanafuata haki. Illa anna hadha alkalama ala itlaqihi yushkilu, isipokuwa maneno haya pia kwa kuachiliwa kwake moja kwa moja inatia mushkil. Liannahu qad yaqulu qa'il idha kunta la tazinu alhaqqa birrijal fahunaka rijalun idha qila linnas innahum qalu bikadha توقف الناس وأخذوا بأقوالهم لأنهم يعتبرونهم أئمة. asema kauli hii pia si ala itlaqi. huenda akasema msemaji, ukiwa unaipima haki kwa watu, kuna watu wengine, watu wakiambiwa watu fulani wamesema kadhaa, wanasangaa watu hao na wanachukua kauli za hao maulama waliochajiwa, liannahum ya'tabirunahum a'imma, sababu wanawazingatia hao ni maimamu maulama wakubwa. fanaqulu hadha sahih wala shakka anna hadha alqawla yu'tabaru biqailihi aidan. hapana shaka kwamba kauli hii pia inazingatiwa yule aliyesema. fala nuhdiru al-a'imma wala naqulu kama qala sigharu al-ilmi qalilul muru'a lamma nuqisha ahaduhum wa qila lahu hadha qawlu al-imam Ahmad qala man al-imam Ahmad. sema hatusemi hivyo, hatusemi kama wanaosema sigharu al-ilmi, wadogo katika ilmu, wachache wa murua. aliponakishiwa mmoja wao na kuambiwa hii ni kauli ya Imam Ahmad, asema man al-imam Ahmad, nani Imam Ahmad? al-imam Ahmad rajulun wa ana rajul. anasema hivyo Imam Ahmad ni mtu na mimi ni mtu. walakin naqulu al-farqu 'adhimun bainaka wa baina al-imam Ahmad, farqa ni kubwa baina yako na baina al-imam Ahmad. wala shaka anna hadha min i'jabihi binafsihi, hakuna shaka kwamba hii ni kujiona huyo mtu kwa nafsi yake. wa annahu yukhsha an yuhrama barakata al-ilmi min qillati muruatihi, huyu pia anaogopewa kunyimwa baraka ya ilmu kutokana na uchache wa murua wake na tabia zake mbaya. walau talattafa bil jawab wa qala na'am al-imam Ahmad ala al-ayn wal ras lakin laysa ma'suma, lau angejibu hivi Imam Ahmad hakuna shaka kwamba akisema neno ala al-ayn wal ras lakini si ma'sum, aseme hivyo, hakuhifadhiwa na makosa, la wafaqnahu, tungemuafiki katika hilo. falimamu Ahmad habibun ilaina walakinna alhaqqa ahabbu ilaina minhu, Imam Ahmad ni mpenzi wetu lakini haki tunaipenda zaidi kuliko yeye. wakadhalika baqiyatul a'imma, vile vile maimamu wote. kuna mmoja aliniambia, mmoja mnamjua lakini simtaji, tumdhania kwamba ni katika ahlus sunna. siku moja ananiambia, mbona nyinyi mnatoa durus mmekaa juu ya viti, mmeweka meza, ndio salafu walivyokuwa wakifanya hivyo? namwambia tumewaona maulama wetu kina Sheikh Uthaymeen, kina Sheikh bin Baz. nani Uthaymeen? anaambia hivyo bwana, nani Uthaymeen? nani Uthaymeen? Sheikh basi bwana mimi nda zangu nikatoka kwenye duka lake, nikatoka. wewe na Sheikh Uthaymeen wapi kwa wapi? aina thara wa aina thuraya? subhanallah, umefanya nini wewe katika dini? kama nikumwambia wewe umefanya nini, una mchango gani? lakini ni mtu mzima, sikuweza kumwambia hivyo. mnamjua, simtaji, hata mtu akinifuata kwa siri pia sitamtajia. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.